Sisi oye! Lile ndio jeshi letu na ndio linaloongoza mapambano ya wajumbe safari hii. Mabalozi, asanteni sana kwa kuhamasisha wananchi, wamejitokeza kwa wingi japo tuliwapa taarifa kwa haraka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi hotuba yangu itakuwa fupi, lakini nitajitahidi nieleze changamoto za Wanaigunga ambazo leo utazitolea majibu na uamuzi. Baada ya kukushukuru wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikishukuru chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwa ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, mwenyekiti na kamati ya siasa na secretariat nimewaona, lakini pia viongozi wa matawi, mashina, pamoja na wale wote ambao ni viongozi na wazee maarufu. Wamekuwa msaada mkubwa sana katika utekelezaji wa shughuli zetu. Hasa sisi wawakilishi, nimeona na mheshimiwa madiwani wako pale, natambua uwepo wao. Chama kimetusimamia vizuri sana katika utekelezaji wetu wa kazi. Tumepewa miongozo sahihi sana na chama chetu. Lakini pia pale ambapo tumekuwa tukikwama, tumekuwa tukienda kwenye chama na kinatupa msaada. Na kishukuru sana Chama cha Mapinduzi kimekuwa msaada katika kazi zetu za uwakilishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia nitoe pongezi na shukrani kwa serikali. Mkuu wetu wa mkoa Paul Chacha, lakini akiwakilishwa na kakaangu Colonel Magembe. Mkuu wangu wa wilaya, lakini kamati ya ulinzi ya usalama mkoa na wilaya na waona wapo hapa. Halmashauri yetu, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, lakini pia na baraza letu ambalo ndio lilitoa maamuzi kuhusu ujenzi wa hivi vibanda. Niwashukuru sana wakuu wa idara. Inawezekana leo naongea na nyinyi kwa pamoja kwa mara ya mwisho kwa sababu tunaelekea kwenye michakato ya uchaguzi. Inawezekana nitaongea na nyinyi tena nikiwa nimeanza awamu yangu ya pili. Pigeni makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi? Sasa niwashukuru. Kazi zimekuwa nyepesi kwa sababu yenu. Tulikuwa tukisumbuana, kuna mazingira tunapigiana simu saa 6 usiku. Lakini hili ni kuhakikisha tunawatumikia wananchi. Tulisema lazima kuwe na uwajibikaji kwenye fedha ambazo zinatolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ndiyo maana tunakwenda kifua mbele kwenye uchaguzi. Na kwa jimbo la Igunga, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka sasa hivi tumefanya tathmini. Ilani ya uchaguzi 2020-2025 tumeitekeleza kwa 90%. Mfikishie salamu Mheshimiwa Rais, tunashukuru fedha nyingi za miradi ya maendeleo ametupatia. Kwa hiyo tunasema asanteni watumishi, mmekuwa na sisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipita Igunga tarehe 2 mwezi wa 10 2020 kuomba kura. Akawaambia Wanaigunga, mchagueni Ngasa na wachagueni madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Watakwenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ufasaha, kwa umakini na uaminifu mkubwa. Leo nimesimama mbele yako, sina majuto hata moja. Najivunia tumekuwa na baraza la madiwani imara. Wametusaidia kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, na kwa jimbo la Igunga ile ilani ya kurasa 303 mpaka sasa tumetekeleza kwa 95% kwa kutumia bilioni 90 za miradi ya maendeleo na bilioni 30 kwa miradi ya uendeshaji. Pigeni makofi Mama Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Nitaeleza miradi michache ili uweze kupata picha ya jimbo la Igunga. Wakati unaingia jimbo la Igunga, umeona kuna shule kubwa pale pembeni mkono wa kushoto. Ile shule inaitwa Nicholas George Ngasa. Ni shukrani kwangu kwa Wanaigunga, wamenipatia milioni 603 zimejengwa kwa kujengwa ile shule. Mkono wa kulia opposite yake kuna chuo kikubwa cha mafunzo ya ufundi wa stadi kwa maana ya VETA. Mheshimiwa Rais ametupatia bilioni 2 na milioni 600 na kimekamilika, kimeanza kutoa huduma. Pigeni makofi kwa Daktari Samia Suluhu. Na Mama Samia kuonekana anatupenda Wanaigunga, alikuja mwenyewe kuweka jiwe la msingi. Alisema mtoto atumwi dukani. Mama akaja na aliweka jiwe la msingi. Kamwambie mama, chuo kimeanza kutoa huduma, tunashukuru sana Wanaigunga. Kile chuo mchakato ulianza kujengwa na Mheshimiwa Rostom, namshukuru sana akiwa mbunge. Mimi nikiwa darasa la 3 mwaka 95. Leo kimekuja kukamilika, mimi ni mbunge, baba mzima, nina ndevu na nina kipara. Nipigieni makofi na mimi mbunge. CCM oye! Hapo vipi? Lakini tumejengewa shule mpya 6 ambazo wananchi hawajachangia hata shilingi. Shule 5 za sekondari na shule 1 ya msingi ipo hapa, inaitwa shule ya Mwayunge. Ni shule ya mfano na ya kisasa, ina viwanja mpaka vya michezo. Na hata siku moja Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba CCM oye! Na hata siku moja Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba tuwaalike Namungo waje wafanye mazoezi hapa Igunga. Hapo vipi? Namungo oye!
Lakini Mheshimiwa Rais ametupatia fedha. Tumejenga madarasa si chini ya 200, madarasa mapya kwenye shule za sekondari na shule za msingi. Tumejenga vyoo. Zamani ulikuwa ukifika hapa unaanza kuliliwa tatizo la kwanza vyoo. Tulisema Igunga hiyo biashara tunaifunga. Sehemu ambazo zina matatizo ya choo sasa hivi ni zile ambazo vimedondoka kwa mvua na upepo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais katupatia fedha nyingi. CCM oye! Hiyo ni sekta ya elimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunakwenda kwenye sekta ya afya. Katika kipindi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, zaidi ya bilioni 10 zimetumika kwenye sekta ya afya na bilioni 7.5 zimekwenda kwenye miradi ya maendeleo. Na kama ulivyosema pale Mgongoro, kwenye ile programu ya kukamilisha maboma ya zahanati, tumekamilisha zahanati 10 ndani ya miaka 4. Pigeni makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini tumejenga kituo cha afya kikubwa kiko Itumba. Kile ni kituo cha afya cha mfano, milioni 750. Nanga tumefanya upanuzi wa kituo cha afya kwa milioni 400. Hospitali ya wilaya tumejengewa jengo la wagonjwa mahututi milioni 750 na linaweza kuhudumia wagonjwa 10 kwa wakati mmoja wakiwa mahututi kabisa. Pigeni makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya tusipoyasema mawe yatapiga makofi. Sawa ndugu zangu, pigeni makofi kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Huduma za afya, changamoto ya madawa imekwisha. Sasa hivi tunapata madawa. Ametupatia ambulance ya kubebea wagonjwa. Lakini ametujengea jengo la wodi na mama na mtoto. Lina uwezo wa kuhudumia kina mama 50 kwa wakati mmoja. Na katika hao 50, 10 wanaweza kujifungua kwa wakati mmoja na kawahudumia hata kama watapata changamoto ya kupumua. Pigeni makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Haya ndio mambo Mheshimiwa alisema Rais tutakuja kuyafanya endapo watatuchagua. Lakini kwa upande wa sekta ya maji, tumetumia zaidi ya bilioni 30 kwa mamlaka zetu hizi mbili. Kwa maana ya Iguasa ambayo inahudumia mamlaka ya mji, ambao leo wamefikisha 100% kusambaza maji kwenye vitongoji vyote. Iguasa nawashukuru sana kwa kazi nguli mlionifanyia. Wizara ya Maji asanteni kwa kutupatia fedha za miradi ya maendeleo. Lakini wamekuwa wameenda mpaka nje ya mipaka yao. Wamekwenda mpaka Mwalala ambao ni kata ya Nguvu Moja. Wamekwenda mpaka Ikulamawe na nilikuwa naombi maalum pia. Kwa kuwa mmemaliza 100%, naomba sasa vijiji vya Mwanshoma na Nguvu Moja mmalizie kata nzima iwe inahudumiwa na Iguasa. Pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Lakini tuna mradi mkubwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa maji ambao ni wa bilioni 22. Unahudumia kata 7 na vijiji 18 ambao uko chini ya Ruwasa. Na ndio unaendelea na utekelezaji wake. Mkandarasi muda ulikwisha, ameongezewa muda. Ombi letu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye ule mradi, kwa kuwa kuna baadhi ya kata tayari bomba limepita na waziri yupo na katibu mkuu wake, tunaomba mkandarasi aruhusiwe afungue maji ambao maeneo bomba limepita, wananchi waanze kuteka maji. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Wananchi wa Mbutu, wananchi wa Mwamakona, Kininginila, Mamashimba, Isakamaliwa mpaka Igurubi waanze kupata maji. Na haya ndio matunda ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Igunga safi! Lakini hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi ni wakulima. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetupatia bilioni 20 kufanya upanuzi wa mradi wetu skimu ya maji ya Mamapuli. Ilikuwa ni skimu ambayo inazalisha, sasa inaenda kuzalisha kwa tija sana. Umeme vijijini, bilioni 11 zimetumika kwenye jimbo la Igunga, ambapo kwa sasa naongea Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna kijiji hata kimoja kisichokuwa na umeme. Vijiji vyote vina umeme. Pigeni makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa nguvu inakwenda kwenye vitongoji, tunaamini maeneo mengi yatafikiwa. Na sisi tunasema mpelekee salamu zetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia mpelekee na shukrani zetu. Waswahili wanasema mwenyeji njoo wageni. Sasa mimi na changamoto 3 Mheshimiwa Waziri Mkuu ambazo nilikuwa naomba kama serikali mtusaidie. Jambo la kwanza, takriban kwa miaka 2 kumekuwa na mvutano kati ya wafanyabiashara wa Igunga na mamlaka yetu ya mapato TRA. Sasa ni miaka 2, kumekuwa na jitihada mbalimbali za viongozi wa wilaya na mkoa kulitatua. Nashukuru kwa jitihada walizofanya. Lakini hata sisi wabunge, mimi pamoja na mbunge mwenzangu Gulamali, tumekuwa tukifanya jitihada ya kulitatua. Sasa kwa kuwa leo tupo na msimamizi mkuu wa shughuli za serikali, tunaomba utusaidie kulitatua jambo hili ili tuweze kufikia hitimisho. Wafanyabiashara ni wadau wakubwa wa maendeleo na wadau wakubwa wa chama chetu, lakini wamekuwa na mvutano wa muda mrefu na meneja wa TRA wa wilaya. Na sasa tunaomba, na kama kwa ridhaa yako baadaye ukipata nafasi unaweza kumta mwenyekiti wa wafanyabiashara akalieleza kwa kifupi,
lakini tunaomba lifike mwisho. Kama viongozi sasa imefikia hatua tuliweke hadharani ili busara itumike ili tuweze kusonga mbele. Pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. La mradi wa maji wa Bulenya One Group nimeshaliongelea na nimepokelewa na wizara. Kakaangu Aweso alisema watalitolea maelekezo, nashukuru sana. Lakini pia kuna swala la barabara ya Itumba ambapo kuna mradi mkubwa kule. Itumba inaenda Lugubu mpaka kule Nguvu Moja inaenda Nsimbo. Tulipewa fedha na Mheshimiwa Rais ambapo ametupatia milioni 406 kutengeneza ile barabara. Tunashukuru sana kwa Mheshimiwa Rais katupatia fedha kwa ajili ya barabara ya Itumba. Ombi langu sasa, tulikuwa tunaomba hii barabara kwa kuwa inasimamiwa na TANROADS kuanzia Igurubi kupita Mbutu Igunga inakwenda Mwanzugi inakwenda mpaka Lugubu na Tutumba. Tunaomba sasa ipandishwe wazi iweze kuwekewa lami na hudumiwe na TANROADS kwa miaka yote. Hapo vipi? Atmosphere imechangamka zaidi, si ndio ndugu zangu? Sasa mbunge wenu mimi namalizia kusema Mama Samia, Mama Samia. Asingekuwepo waziri mkuu ningechomekea ningesema na mimi mbunge wenu. Lakini kwa kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu yupo, niheshimu itifaki. Lakini Wanaigunga mmenifariji mtoto wenu, nimefurahi mmejitokeza kwa wingi. Asanteni sana, sitawaangusha ndugu zangu. CCM oye! Mheshimiwa wamenikumbusha, wamesema stendi alikuja makamu wa rais na tumeshakubaliwa na tumeshaanza mchakato wa ujenzi wa ile stendi. Kwa hiyo sio changamoto tena. Lakini tumpelekee shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais, ametoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa stendi mpya na soko hili kubwa jipya. Sasa ndugu zangu, pigeni makofi kwa wingi. Sasa kwa sababu tuko kwenye michakato ya kiutawala, nadhani ni shukrani tu kwa Mheshimiwa Rais. Ila tulishakubaliwa baada ya ziara ya Mheshimiwa Makamu wa Rais. Asanteni sana. Hapo vipi? Haya, Mama Samia. Haya, pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana. Igunga wewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa nimuite Waziri wa Maji ndugu yetu Juma Aweso naye atoe salamu za wizara yake ya maji. Haya, Igunga tupunge mkono kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, oye! Igunga safi! CCM oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa viongozi wote meza kuu, wananchi wa Igunga, mabibi na mabwana, salamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo maandiko yanasema asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kumshukuru. Nimesimama hapa moja kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kukushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi ya kuweza kushiriki katika ziara yako katika mkoa wa Tabora. Kama kiongozi kijana katika hii ziara kuna mengi ambayo nimejifunza kwa haraka. La kwanza, unapokuwa kiongozi, moja ya jukumu lako ni kushughulikia changamoto za watu, kutetea watu. Umefika leo katika kijiji cha kwanza pale, tumeenda kuzindua mradi wa maji. Mheshimiwa mbunge amejenga hoja kwamba wananchi hapa wana shida ya zahanati. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hukujaangalia budget, umebana pale pale mkurugenzi, umetoa milioni 50. Cheze ya Waziri Mkuu, piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Umekuja hapa kwenye maduka, umesikiliza maelezo ya watendaji, lakini ukaangalia maduka haya yamejengwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi, lakini mfumo wake mbona wananchi hawana taarifa? Umembana mkuu wa idara, leo wananchi wa Igunga wanakwenda kufaidika na haya maduka. Mpigeni makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nataka niseme
Mheshimiwa Waziri Mkuu, wote sisi tumepata dhamana ya kumsaidia rais. Huku ndiko kumsaidia rais kwa vitendo, na hii kazi unaifanya. Pigeni makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimepewa dhamana katika eneo la maji. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa maelekezo mahususi Wizara ya Maji. Amesema ya kwamba yeye ni mama. Asilimia kubwa yanayoteseka juu ya adha ya maji ni kwa kina mama. Hataki kusikia, hataki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Tarehe 22 ya mwezi wa 4 2021 alipokuwa anahutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni waziri pekee alinisimamisha na akaniambia ya kwamba ukinizingua tutazinguana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sijamzingua rais wangu hapa Igunga, maji hapo. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Chama cha Mapinduzi kimetupa malengo itakapofika 2025 mijini kuwe na 95% ya upatikanaji wa maji. Eneo hili la mjini linahudumiwa na mamlaka ya maji Iguasa, kwa maana Igunga. Mheshimiwa mbunge wenu Ngasa alipokuja katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya ajenda yake ilikuwa ni swala la maji. Na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, niweke wazi kabisa, zamani viongozi wakuu wanapopita hapa Igunga, sisi viongozi wa Wizara ya Maji ilikuwa matumbo joto. Wananchi wanabeba madumu ya maji kwa ajili ya kueleza kilio cha changamoto ya maji. Leo Mheshimiwa mbunge Ngasa, baada ya kuingia leo, umekwenda pale Malayoka, umeweka jiwe la msingi. Naomba niseme, badala ya 95% leo tumeweka 100. Chezo ya Mama Samia. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nini maana yake? Itoshe kusema Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya matatizo ya Wanaigunga, ni suluhu ya matatizo ya Wanatabora, ni suluhu ya matatizo ya Watanzania. Na hapa tuongeze, ni suluhu ya matatizo yaliyoshindikana muda mrefu. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Amezungumza ndugu yangu hapa Ngasa kwamba upo mradi wa kata 7, vijiji 17 ya. Amesema yapo maeneo tayari yameshapitiwa, tunaomba yafunguliwe watu wapate maji. Nataka nikutie moyo, kisoma Mathayo 7:7 inasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni hodi nanyi mtafunguliwa. Wizara ya Maji haitokuwa kikwazo kwa jimbo hili la Igunga. Tumeridhia ili jambo liende likatekelezeke. Ndugu zangu wa Igunga, nataka niwaambie, mmepata mbunge anayetosha mpaka change inabaki. Kumpata mbunge aina ya Ngasa hawapatikani kila mahali. Kumpata mbunge aina ya Ngasa hapatikani kila wakati. Kazi ya mbunge yoyote duniani ni kuwasemea watu wake. Ndugu zangu Wanaigunga, mbunge wenu anasema hasemi? Kazi ya mbunge ni kuwaletea wananchi wake maendeleo, sio kupitisha bakuli la supu kila nyumba. Haiwezekani. Mlikuwa na shida ya maji, Mheshimiwa mbunge wenu ameleta maji. Maji yapo hayapo? Ukipata kiongozi anayekuvusha kwenye kiangazi, we mvushe kwenye masika. Mvusheni sana Mheshimiwa mbunge wenu. Nataka niwaambie, na nataka niwatie moyo ndugu zangu Wanaigunga. Yapo maandiko ya dini yanasema, unapotembea na kuzuru wengine usinipite Mwokozi. Hatutowapita wala hatutoacha Wanaigunga. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana. Mama Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusikia salamu za Mheshimiwa mbunge wa jimbo na Mheshimiwa Waziri wa Maji, sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni wakati wako wa kuja kuwahutubia wananchi wa Igunga. Lakini kabla sijakukaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja kuhutubia, basi naomba upokee taarifa ya mkoa ambayo ni kukabidhi
Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Igunga oye! Igunga oye! Ngasa oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Nisemeni siseme. Nisemeni siseme. Nimekuja na salamu zenu nyingi za upendo na baraka na heri kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Anawasalimia sana Wanaigunga. Pokeeni salamu zenu. Kaeni viongozi. Mheshimiwa Kaimu wa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Aweso bin Juma, Waziri wa Maji, Mheshimiwa Nasoro, mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia tunaye katibu tawala wa mkoa huu, vile tunaye katibu mkuu wa Wizara ya Maji, tunaye hapa Mheshimiwa wakuu wa wilaya zote kiongozwa na mkuu wa wilaya mwenyeji, Mheshimiwa wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa ya Chama cha Mapinduzi. Natambua kwenye kamati hii ya siasa ya Chama cha Mapinduzi tunao viongozi wetu waandamizi wastaafu. Mama Chemba amekuwa mbunge kwenye mkoa huu muda mrefu. Mheshimiwa Sereni amekuwa mbunge wa mkoa huu kupitia Igunga. Tunatambua uwepo wenu, asante sana. Wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, waheshimiwa wabunge wenzangu, kiongozwa na mbunge mwenzetu Mheshimiwa Ngasa, kijana wa bunge mwenye upara. Ndio sifa yake. Ukikaa pale bungeni ukitafuta vipara, upara wa kwanza wa Ngasa, mbunge wa Igunga. Pia makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Ngasa. Lakini tambue pia uwepo Mheshimiwa Bulamali, mbunge jirani kutoka Namonga wilaya hii, na tuna wabunge majirani akiwemo Mheshimiwa Dr. Kibwangala Zega vijijini, Mheshimiwa Zedi kutoka Bukene, tunashukuru kwa uwepo wako. Mheshimiwa Venance kutoka Uyui, nzuri sana, pamoja na Mheshimiwa Ziza, yeye ni mbunge vitu maalum wa kina mama. Wakina mama oye! Wakina mama oye! Dr. Samia oye! Ndugu wananchi wa Igunga, mimi niko ziara mkoa wa Tabora, na ziara yangu nimeanzia hapa wilayani Igunga. Lengo la ziara hii maalum kwa ajili ya kutembelea miradi tuliyoleta fedha za serikali ziweze kujengwa kwa maalum, wananchi waanze kuitumia na kujiridhisha kama miradi hiyo imeanza kutumika au la. Malengo ya miradi hii kwa maelekezo ya Chama cha Mapinduzi na kwa maelekezo ya ziada ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba miradi hii lazima itumike na wananchi sasa, na hasa kufikia mwaka huu wa 2025. Ndugu wananchi, nimeanza kukagua mradi wa maji ambao sasa unaenda kwenye vitongoji, na nimeenda kwenye vitongoji, nimepata taarifa ya vijiji na vitongoji kwenye halmashauri hii ya Igunga ambayo karibu eneo yote yanapata maji. Najua maji hayatoshi, lakini maji yapo kutosha. Kwa maji yaingie ndani ya nyumba, mwenye nyumba yatumie wakati wote, usiku, mchana na alfajiri. Hatua hiyo kwa wilaya hii ya Igunga, hasa eneo la mji, kwa sasa inawezekana, kwa sababu tuna miradi
katika mitaa yetu yote, na tumeenda kwenye vitongoji kwa ajili yenu wananchi. Lakini huu ni mradi wa pili wa hili soko lililojengwa kupitia mapato ya ndani ambayo nyie huwa mnalipia kodi kwenye wilaya hii. Waliona shida za wafanyabiashara, hawajapata utulivu, wakagundua kwamba kujenga soko hili itawasaidia wananchi kupata eneo lenye utulivu.